Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine na siku nyingine tena Bwana ametuweka tukiwa salama, ametubariki uhai. Kwa hiyo tunapaswa kurudisha shukrani kwa Mungu wetu. Somo la leo linasema ufalme wa nuru na ufalme wa giza katika mafanikio. Kabla ya kuanza somo hili, tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kusikiliza sauti yako. Tunakusihi Bwana ukawe mwalimu katikati yetu. Tumeomba kwa kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo limebeba kichwa kizito sana na limebeba mada nyeti sana katika ulimwengu huu tunaoishi. Mafanikio katika ulimwengu wa giza na wa nuru. Kitu cha kwanza lazima tujue nini maana ya mafanikio. Mafanikio ni kufikia malengo. Mtu anaposema nimefanikiwa, maana yake amefikia malengo. Kwa hiyo katika somo la leo, kitu cha kujua na pointi ya kujua ni kwamba ufalme wa giza na ufalme wa nuru vyote kwa pamoja vinatoa mafanikio. Ufalme wa giza na ufalme wa nuru vyote kwa pamoja vinatoa mafanikio. Na katika ulimwengu wetu wa leo ni falme mbili zinazo operate. Yaani ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Ufalme wa giza ukiongozwa na Ibilisi. Ufalme wa nuru ukiongozwa na Yesu Kristo mwenyewe. Yesu analithibitisha hili. Ukisoma katika Yohana anasema wana wa ufalme wa giza wamekuwa na akili kuliko wana wa ufalme wa nuru katika kizazi chao. Kwa hiyo andiko hili linathibitisha kwamba kuna falme mbili katika ulimwengu wetu, yaani ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Falme zote zinatoa mafanikio. Kwa hiyo mtu kufanikiwa sio issue, ila amefanikiwa katika ufalme gani? Ni ufalme upi ambao umempa hayo mafanikio? Ndio kitu cha msingi sana cha kuweza kutambua. Ijapokuwa hizi falme mbili zinatoa mafanikio, lakini mafanikio haya ni tofauti sana. Mtu aliyefanikiwa katika ufalme wa giza na mtu aliyefanikiwa katika ufalme wa nuru, wote wamefanikiwa, lakini kuna tofauti. Niende kwa haraka kidogo. Mtu aliyefanikiwa katika ufalme wa giza ana mali lakini hana amani. Lakini mtu ambaye amefanikiwa katika ufalme wa nuru, Biblia inasema nyumbani mwake kuna utajiri na mali. Unapoona herufi na imewekwa katikati ya maneno mawili, maana yake yale maneno yanafuatana. Kwa hiyo Biblia inasema nyumbani mwake mna utajiri na mali. Kwa hiyo kuna maneno mawili hapa, utajiri na mali. Maana yake yanaambatana kwa upamoja. Ni kama wali na maharage. Wali unaambatana na maharage. Kwa hiyo kitu kimoja kisipokuwepo, lazima udhaifu utaonekana. Mfano wali na maharage. Maharage yasipokuwepo, lazima kuna udhaifu utaonekana. Ndio maana mtu anasema mimi sili wali mkavu. Mfano mwingine ni neno na maombi. Kwa hiyo neno linaenda sambamba na maombi.
Kwa hiyo neno likiwepo tu na maombi yasipokuwepo, maanake hili neno linakuwa halina nguvu. Na mtu akiwa anafanya maombi tu bila neno, maanake maombi yake yanakuwa hayana nguvu. Maombi yenye nguvu ni yale ambayo yameambatana na neno. Kwa hiyo unapoona na imewekwa, maana yake haya maneno mawili yanafuatana kwa pamoja. Kwa hiyo mtu ambaye ametajirika katika ufalme wa nuru, nyumbani mwake mna mali, mna utajiri na mali. Kwa hiyo kuna watu wana mali lakini hawana utajiri. Kwa hiyo mafanikio yao hayajakamilika. Sasa nini maana ya utajiri? Na nini maana ya kuwa na mali? Nini maana ya kuwa tajiri? Na nini maana ya kuwa na mali? Turejelee kwa Ayubu. Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani moyoni, ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo tunaona kwenye kitabu cha Ayubu, kitu kinachoanza ni amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Na kitu kinachofuata ni mema. Na tukirudi kwenye Zaburi, kitu kinachoanza ni utajiri. Nyumbani mwake mna utajiri na mali. Kwa hiyo ukiunganisha haya mafungu mawili, utakuja kuona utajiri unasimama katika nafasi ya amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Na mali inasimama katika nafasi ya mema. Kwa hiyo mali ni miongoni mwa mema ambayo Mungu anawapa watu wake. Kwa hiyo mtu ambaye amefanikiwa katika ulimwengu wa nuru, yeye ana amani na ana mali, kuliko mtu ambaye amefanikiwa katika ulimwengu wa giza. Ana mali lakini hana amani. Kwa hiyo hana furaha kabisa. Masharti mengi. Kuna wengine wanaambiwa lala chini, usizae, lala na nyoka, lala kwenye maji. Kwa hiyo masharti yanakuwa ni mengi. Mtu anakuwa hana amani, hana furaha na mafanikio yake. Lakini wa upande wa pili anakuwa na amani na mali anazo. Kwa ndugu yangu, mafanikio ya ukweli yapo kwa Mungu pekee. Usifate mafanikio sehemu yoyote, maana huko utaenda kutumikishwa. Na ukiangalia watu ambao wamefanikiwa katika ulimwengu wa giza, mara nyingi huwa wamefungwa fahamu. Wanatumikishwa katika mambo ya ibilisi. Wanatumikishwa katika kujenga ufalme wa giza. Na pale wanapofumbuliwa macho, ndipo wanaona waliokuwa wakiyafanya ni uchafu. Ni uchafu ambao hufai mbele za Mungu. Kwa hiyo ndio maana wengi wao wanatubu na kurejea magotini kwa Mungu. Kwa hiyo mafanikio katika ufalme wa Mungu yanategemeana na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anafanya kila kitu. Kwa hiyo utajikuta unafanya juhudi kidogo tu, lakini Mungu anabariki kwa wingi. Na amani inatawala. Tunaposema mtu mwenye amani ni mtu gani? Ni mtu asiye na hofu. Ni mtu mwenye furaha. Mtu asiye na hofu kabisa. Na unapomjua Mungu zaidi, hofu inaondoka, amani inatawala. Kwa hiyo mafanikio yaliyokamilika yapo kwa Mungu. Mungu yeye mwenyewe alijitoa kufa kwa ajili yetu ili sisi tupate uzima wa milele. Kwa hiyo unaona, upande wa Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anafanya sehemu kubwa sana kwa ajili ya watu wake. Lakini kwa hiyo unajikuta kuna juhudi kidogo, mafanikio mengi. Hiyo ndiyo tofauti. Kwa hiyo huko mnakoenda kwa waganga
waganguzi wanawadanganya. Huko hakuna mafanikio, huko kuna mateso. Kwa Mungu pekee ndiyo kuna mafanikio ya ukweli. Basi Mungu awabariki. Somo hili ni refu sana, lakini nimejaribu kulifupisha, na kwa neema ya Mungu nitaliendeleza kwa baadaye.